Tunaamini tutabarikiwa sote. Kaina makao siku ya mwisho, kaina makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi kaimanya indafaa, roho endayo dhambi kaina makao siku ya mwisho, kaina makao siku ya mwisho, kaina makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi kaimanya indafaa, roho endayo dhambi kaina makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi kaina makao siku ya mwisho, kaina makao siku ya mwisho, kaina makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi kaimanya indafaa, roho endayo dhambi na makao siku ya mwisho, siku ya mwisho, kaina makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi kaimanya indafaa, roho endayo dhambi kaina makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi kaimanya indafaa, kaina makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi kaimanya indafaa, kaina makao siku ya mwisho, kaina makao siku ya mwisho, kaina makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi kaimanya indafaa, roho endayo dhambi kaina makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi kaina makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi kaina makao siku ya mwisho, kaina makao siku ya mwisho, kaina makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi kaimanya indafaa, roho endayo dhambi kaina makao siku ya mwisho, siku ya mwisho, kaina makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi kaimanya indafaa, roho endayo dhambi kaina makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi kaina makao, roho endayo dhambi kaina makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi kaimanya indafaa, kaina makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi kaimanya indafaa, kaina makao siku ya mwisho, roho endayo dhambi kaimanya indafaa, kaina makao siku ya mwisho. Barikiwa Lois. Roho itendayo dhambi, kuna wale hawaelewi, kanisa yetu imebarikiwa na makabila mbalimbali. Roho yoyote inayotenda dhambi haijui itakufa siku ile ya mwisho, basi hakuna makao yake. Haleluya. Roho iendayo dhambi, ni nzuri hiyo nyimbo. Haleluya. Ongeze makofi jamani. Kuna watoto wetu watamalizia, wacha nimkaribishe dada Asha. Kuna himizo kiasi tupatie. Watoto wetu wakija maliza kwa nyimbo, tuingie kwa ushuhuda. Karibu, piga tu makofi. Huyo ni dada yetu akilelewa mahali hapa. Mtumishi wa Mungu anabidii, anahakikisha kila mmoja anapata mafundisho na anasimama. Karibu Asha. Umbea. Kwa tayari kupata umbea. Kwa tayari kupata umbea. Ni wayo. Umbea waezi. Wabongo wanaita ubuyu. Nataka niwape ubuyu. Ubuyu moto moto muuni. Lakini ubuyu wa Yesu. Shule wetu wa mtaani kule. Amen. Mama fulani kafanya hivi, mama fulani kafanya hivi. Huu ni ubuyu wa Yesu. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Wanaambia tu wapendwa, tunakosa utamu wa Yesu siku ya kesha. Mjitahidi Mungu awaongoze, mpate nafasi mje kwa kesho. Amen. Amen. Ya kesha tulikuwa na mtumishi Flores, akawa anaongoza ibada, akatuhimiza, akatupa himizo la Zaburi 1:1. Nasema kuwa heri wale wanaoenda katika njia wasio haki, njia ya wasio haki. Na
na wale wakuketi katika vibaraza vya wenye mizaa. Kwa hivyo wapendwa, tukijaribu sio tunaenda kwenye vikao visivyokuwa na faida kwetu wala ambavyo havimtukuzi Mungu. Amen. Haya, masaa hayo akatangaza ya kuwa mwenye nyimbo aje aimbe, hakuna aliyetokeza mpaka nafikiri ni Mama Mary, sijui ni mchungaji Daniel alikuja akasimama akatoa nyimbo akaimba, lakini mimi sasa nikawa na uoga. Ile anasema mchungaji, mwache uoga. Na umeshindwa kwa jina la Yesu, leo amesimama. Haleluya. Tupige makofi, hiyo ni hatua. Na uoga kunyanyuka. Alipotoka Pastor Daniel nasikia kwa nini mimi siende, na mimi kaenda kaika nyimbo yangu. Nashukuru Mungu. Amen. Lakini hapo mchungaji Florence akapata kitabu kingine. Hapo katika kusita kwangu au kwetu, mchungaji Florence akatoa kitabu kingine cha Warumi 26 kuanzia 1. Amen. Toe miili yetu kama dhabihu iliyo haki. Kwa hivyo tusikae tuwe tuna vipawa vyetu, mwingine mwimbaji, mwingine mchezaji, lakini anashikwa na uoga kuja kusimama ukionyesha. Kwa hivyo tunajitoa. Amen. Haya. After hapo mchungaji Daniel akapata kibali, mchungaji akamwambia atuhimize pia, akasimama na kitabu cha Ezekieli 26 ya kuwa Mungu atatoa roho ngumu kama jiwe na kutuweka roho ya nyama. Amen. Kwa hivyo tunapokuja kutafuta huyu Mungu tukiwa na mioyo migumu au kutoamini, yeye anatuwezesha, tunamwamini na tunabarikiwa. Amen. Haya, yani mlikosa uondo kwa kweli. Amen. Unajua masaa watu wametoka kutafuta, wamechoka na kazi za mtu wazima, wanasinzia. Kuna washirika baadhi walikuwa wanasinzia. Mchungaji akasema wale walikuwa wanasinzia akawaamsha. Mmoja asimame atuhimize pia kupitia yale maneno ile neno tulofundishwa hapa. Sasa ukiangalia mtu umetoka usingizini utakuja kusema nini? Lakini pia kuna watumishi wengine ambao wanaweza wakasinzia, kumbe wakisinzia wakistuka wao wanabeba mawili matatu. Na mchungaji akiwasimamisha wanasema. Hapo mimi wanashangaa inakuaje. Lakini wao waliposhtuliwa wengine walishindwa kusimama, wakasema yani hawakuwa pamoja na masaa, usingizi uliwabeba. Amen. Sasa Mungu naye akitaka usimame unasimama. Amen. Akahimiza mtumishi mwingine mkubwa tu, kumbe naye ana kipaji chake cha kuhimiza watu. Akaitwa kwa madhabahu, akatuhimiza pia. Kitabu kilikuwa ni Zaburi 68:1. Hiyo nayo yani kwa kupitia changanya mpaka wachungaji pale, mchungaji Florence, mchungaji Daniel, ibidi mchungaji mkubwa naye aingilie kati kuweza kutufundisha. Akalitatua hili. Amen. Nasema hivi, Mungu huondoka, adui zake wakatawanyika, nao wamechukia uso wake. Ilakuwa natatiza uondoka na kutawanyika na uinuka. So inabidi mpaka mchungaji akikati atufafanulie huko Mungu anapoondoka na kuinuka. Lakini Mungu ni mzuri, tukipata suluhisho anasimama, anatutetea kila wakati. Anakaa mbali. Anakaa kama moshi. Amen. Sasa kwa hayo machache barikiwe, na mimi mizo langu au neno langu ni Zaburi 1:21 kuanzia pale 1. Nainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu unatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Amen. Kwa hivyo wapendwa, unapokuwa na mtihani wote umeupata, usikimbilie kwa rafiki, kwa jirani, kimbilie tu Mungu, wewe atakusaidia kwa kila kitu. Amen. Amen. Piga makofi. Yule anaitwa Uomuoga leo ametoa vitabu vyote vya kesha. Amen. Haleluya. Hakuna yule hajui. Mungu mwenyewe akitaka kukusimamisha uwezi kuzuia. Anakusimamisha. Haleluya. Piga makofi kwa hizo vitabu. Vimetutia nguvu. Haleluya. Basi wale vijana karibuni malizie uimbaji. Mary.
Alafu ni wakati wa ushuhuda. Andaa ushuhuda wako. Situwapigie makofi, wanamalizia kipindi hiki kizuri cha uimbaji. Tumebarikiwa na himizo Zaburi 121, nainua macho yangu, na ujumbe mzuri sana hiyo kitabu. Mungu akubariki Asha. Wangu watoka wapi?